Wanga. Kuna revolution ambayo imeanza katika taifa letu la Kenya. Yeyote mwenye anasapoti William Ruto anakataliwa mashinani. Hey! Mayo! Yaani Wakenya wameamka. Ninamaanisha nini? Gladys Wanga mwenye anasema kwamba chama cha ODM na Luo Nyanza inamsapoti William Ruto, leo siku ya Jumatatu tarehe ni 17 mwezi wa pili mwaka 2026 ameona moto. Amekimbizwa Kisumu, Nyando constituency, mahala ambapo wameenda kuzungumza na wananchi eti kwamba wamsapoti William Ruto. Gladys Wanga, women rep wa kaunti ya Homa Bay, alipokuwa anazungumza, wananchi wanamwambia one term. Wananchi wanamwambia babu. Unajua babu ni nani? Babu ni Babu Owino. Wacha nikuambie, hawa viongozi Gladys Wanga, Simba Arati, Abdul Swamad Sherif na hii bandu wago ni ya kumsapoti William Ruto, walifanya makosa makubwa sana kumuweka Oburu Odinga kuwa party leader. And I'm telling you this for free. Naomba usikilize hii video ama hizi video mbili ndio utaniamini kila ambacho nazungumza. Siasa osepogore mrengo ariyo. Mrengo mokwongo ene broad-based government kotelne gi William Samoei Ruto Oburu Odinga. Mrengo mar ariyo mar Gachagua. Emomiyo uneno joma uduoko. Jakom weche ma joneko wacho en maluwo. Jahero weche maneko sekalo ting'o bargi malo fwana mare jakomone. Sifuna. Wangia business unakaa fafaya. Wangia nyango. Takelo ujumbe margi kachiel gi Kena hero ukao. Wabiro ka gi jakom. Jakom wa mar chama en Gladys Wanga. Utaniamini kile ambacho nitaenda kukuambia kwamba katika uchaguzi ujao William Ruto itakuwa miujiza yeye kupata kura hata 1500, kwa sababu kote nchini wamemkataa. Angalia jana Mlima, Alice Ng'ang'a, Alice Ng'ang'a mbunge wa Thika alikimbizwa nusura atolewe zile nywele za kubandika wig, nusura atolewe nguo kwa kutaja tu William Ruto. Gladys Wanga mwenye amekuwa akisema kwamba chama cha ODM William Ruto yani Raila Odinga aliwaacha kwa William Ruto, umeona jinsi ambavyo aliona moto. Umeona jinsi ambavyo ameona moto. Kisumu imekuwa kitovu cha chama cha ODM. Kisumu imekuwa ni bedroom ya chama cha ODM. Lakini unaona kipindi ambapo Gladys Wanga anazungumza,
unasikia one term, unasikia Babu. Babu yako wapi? Babu yuko upande wa Sifuna. Babu yuko upande wa kusema William Ruto lazima aende nyumbani. Unajua mimi napenda kusoma magazeti sana. Kuna taarifa hapa ambazo nazidi kufuatilia, nataka niwapikie. Taarifa nzuri sana, utazielewa. Jinsi ambavyo Gladys Wanga na Oburu Odinga wanafanya biashara na chama cha baba. Ndizo hizi hapa. Sio mimi nimesema, ndizo hizi. Oburu Odinga anafanya biashara na Gladys Wanga wanafanya biashara za chama cha ODM. Sasa katika kanda hii ninaomba niweze kukuchanganulia kwa undani uweze kuelewa ni kipi ambacho kimeweza kujiri. Yaani mpaka bedroom ya chama cha ODM ambayo ni Kisumu wanaimbiwa one term, wanaimbiwa Babu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, ninakuomba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tafadhali nisikupee taarifa nzuri kama hizi alafu wewe ukose kupiga subscription. Jamani, utakuwa umenifanyia vibaya sana. Kama unanipata kwa mara ya kwanza na kama haujaweza kupiga subscription, kupiga subscription ni free of charge. Hakuna kuitishwa pesa yoyote. Unapiga subscription, una turn on notification bell na unaendelea kupokea taarifa nzuri kama hizi ambazo ninakuchanganulia kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Karibu tusonge mbele. Nambari moja, unapaswa kuelewa kilichofanya wananchi kumfukuza Gladys Wanga Kisumu ni kwa sababu walikataa kupea Babu Owino chama cha ODM akuwe party leader. Vijana na wananchi wanaamini kwamba Oburu Odinga anavunja chama cha ODM. Unaona kuna mapigano ya sera ambayo yapo kati ya familia ya Odinga, yani familia ya Raila na familia ya nani? Oburu. Oburu anafanya maamuzi, familia ya Raila haitaki. Sasa wananchi wanahisi kwamba haya maamuzi ambayo Oburu anafanya bila consultation yatavunja chama cha ODM na yatamaliza chama cha ODM. Wananchi wanahisi kwamba Babu Owino akipewa chama cha ODM kitasonga mbele. Na hata hawa viongozi wamegundua kwamba wananchi wanampenda Babu na viongozi wengine kama vile akina Edwin Sifuna. Na ndio maana kuna kanda ambao niliunda hapa chini nikawaeleza jinsi ambavyo viongozi kama vile Peter Kaluma, kama vile Gaucho wameanza kulia wakimpigia magoti Babu Owino kwamba rudi katika chama cha ODM. Kwa sababu wameona kwamba Babu akiondoka aunde chama chake, that is the end of ODM. Sasa hebu niambie, Babu na Sifuna wameunda chama. Wananchi kama hao ambao wanaimba Babu watakosa kuingia? Chama cha ODM kitabaki kigae. Kwa hivyo kukosa ambako walikosea kumweka Oburu Odinga kuwa party leader na wakamwacha Babu Owino nje, hiyo ndio imeweza kuwauma wananchi. Na wananchi wanaamini kwamba Babu Owino akipewa kile cheo cha kuwa party leader, chama cha ODM kitavutiwa na watu wengi na huenda kikaunda serikali. Namba 2, kumuondoa Sifuna kutoka kuwa secretary general kumekasirisha wananchi. Haki ya Mungu, hivi ninakwambia, Sifuna amesimama na msimamo wa baba. Ni nani ambaye aliwaambia kwamba ODM haitaweza kutoa mgombea wa kugombea kiti cha urais mwaka 2027? Gladys Wanga, Oburu Odinga, Peter Kaluma, wao wanasema kwamba wanataka kuunda coalition. Wanataka kwenda bargaining, sijui ni nini ya kuomba vyeo. Na baba hichi chama alikijenga kwa miaka 20. Hakuna siku ambayo hichi chama hakijaweza kumtoa mgombea wa kugombea kiti cha urais. Alafu this time round wanaambiwa eti kwamba waweza kumsapoti mtu. Edwin Sifuna amesimama na msimamo wa baba kwamba tuweze kumtoa mgombea, wamemfukuza. Kitendo hichi kimeweza kughadhabisha wananchi. Walikuwa wanataka kutumia ukabila, sijui Wajaluo, sasa msifuate Edwin Sifuna, msifuate Babu Owino, sijui ule mrengo ni wa Uhuru. Sasa unaona wananchi kwa ground wanasema nini?
Babu Sifuna one term. Namba 3 na ya mwisho, sitaki nikule mambo mengi. Namba 3 na ya mwisho, unaona hatua za viongozi wa chama cha ODM akina Gladys Wanga, akina Oburu Odinga, Peter Kaluma na viongozi wengine kuamua kwamba watamsupport William Ruto. Wananchi wamekasirika. Kumbuka kwamba William Ruto, wacha nikwambie ukweli, kuna vijana ambao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano, na hii serikali ndio iliweza kuua nje ya parliament. Wengine wao walikuwa wanatoka Kisumu. Sasa unataka kuniambia kwamba familia zao zitasikia vizuri? Hakuna, hawatasikia vizuri. Alafu unapata kwamba kina Gladys Wanga sasa wanaambia ndugu zangu na dada zangu Wajaluo kwamba tukuje tusupport William Ruto. Hawawezi, hakuna. Ndio maana nimekuambia mwaka ujao William Ruto kupata hata 700,000 votes itakuwa ni matanga, itakuwa ni vita. Na mwisho, gharama ya maisha, ukosefu wa ajira, high taxation kutoka kwa hii serikali. Alafu sasa kina Wanga na Oburu wakisema kwamba waingie kwa serikali, ni kana kwamba wamekubaliana Ruto endelea kuongeza ushuru, wamekubaliana Ruto usiwape vijana kazi, wamekubaliana sasa wewe kitu kilioko endelea kutumia pesa vibaya. Wananchi wamekasirika. Gharama maisha, badala ya ODM waweza kutetea gharama ya maisha iweze kurejeshwa chini, ushuru urejeshe chini, kazi ziweze kupatikana, wao wanataka kuonyesha William Ruto kwamba tuko na watu. Sasa tunataka negotiation. Upuzi. Watu kama hawa ambao wanatuimbia tutam wakikuja kwa ground, mumekosa mawe. Mumekosa mawe. Fukuza hao kabisa. Yaani vijana wamekosa kazi alafu wao wanatuambia tutam. Gharama ya maisha iko juu wanatuambia tutam. Kuna familia ambazo ziliweza kuuliwa watoto wao kipindi cha maandamano ya Gen Z, alafu mnatuambia tutam. Huo ni upuzi. Watu kama hao mkiwapata fukuza.